kwetu Tanzania. Uzoefu unaonyesha sisi vijana wengi wa Kitanzania huwa tunaitumia hii mitandao kwa kufuata mkumbo na kushabikia vitu ambavyo havina maana. Ndivyo ambavyo tunajikita navyo sana kuliko hata vile vyenye msingi ambavyo vinaweza kumsaidia mtu. Sababu tunafahamu pia ukuaji wa teknolojia unaweza kuwa sababu ya mtu kama atautumia vizuri kumsaidia pia kujitengenezea mwenyewe katika upande wa maisha yake. Ndio. Uzuri ni kama Mustafa amegusia hapo kuhusiana na mambo ya biashara, vile ambavyo mtu anaweza akasimama katika upande wa biashara. Lakini ni wazi inaonekana hata watumiaji wengi hatuna elimu. Ndio. Mtu anaingia katika, tuchukulie mtu ambaye anatumia mitandao ya kijamii. Anaingia katika mtandao, anaweka bando, na kuna mtu ni hodari wa kuweka bando kila siku ama kila wiki likisha tu anaweka. Lakini kama anafanya tathmini pengine katika bando ambalo umeweka ndani ya mwezi, ndio, ni kitu gani ambacho umejifunza na umekichukua? Ndio. Pengine hana alichojifunza. Sawa, labda umefuatilia taarifa, ili ni jambo zuri. Umeweka bando lako, umefuatilia taarifa, kuna habari umezipata. Lakini hata hizo taarifa ambazo mtu anazifuatilia ni taarifa ambazo za kijinga, za ushabiki, maisha fulani ya watu ambayo haiwezi kukusaidia kitu. Udaku. Aiyo, udaku. Sasa ni vitu ambavyo nadhani tuna elimu ndogo sana. Na kwa sababu mtu tayari anaweka bando na simu ni yake, tayari ameshahakikisha kwamba nina uhuru wa kufanya kitu ambacho nakitaka mimi, sio mtu kunipangia. Lakini kumbe watu wanaweza kukumbushwa hapa. Unaweka bando, lakini hakikisha kuna kitu kijui, na vitu vimewekwa wazi sana. Hiyo teknolojia yenyewe kukua kwake, kama kuna kitu kijui unaweza ukajifunza kupitia teknolojia. Kwamba naweka bando, nataka nijifunze kitu fulani. Naamini wapo watu wao, lakini pengine ni wachache sana. Yaani mtu anaamua mimi ndani ya mwezi nataka nijifunze kitu fulani ambacho sikijui. Anaweka bando lake, mwezi umeisha, kile kitu ambacho alikuwa akijui sasa anakijua. Lakini nadhani ni elimu hatuna, lakini pia hata malengo. Tuliwahi kuwa na mtu mmoja hapa Khalid wiki iliyopita, alikuwa anaulia akahoji hapo, kwa nini unaweka bando? Yaani ukimuuliza mtu kwa nini unaweka bando. Kwa utakuta mtu mwingine hajui. Labda walio wengi atasema mimi naweka bando ili kupata mawasiliano na watu. Kuisha habari. Na hapo watu namna hiyo. Au kwa nini pia anakuambia unaamka asubuhi unafungua simu yako, unataka nini? Yaani umeamka asubuhi unaingia kwenye Instagram unataka nini? Hana anachokitaka. Ndio unataka kugusia Mustafa, mtu ana scroll tu. Mwanzo mwisho. Unajua kila ambacho sasa hivi tunakifanya ni fursa. Hiki kwa mfano sasa hivi kipindi ambacho unafanya labda Khalid Maalim Mash unafanya ni fursa ya wewe watu kuona Khalid ana opportunity gani. Huenda ikawa ni sababu ya wewe kuweza kupata ubalozi labda wa kampuni fulani, ubalozi wa taasisi fulani, kwa sababu ya kudeliver kile ambacho unacho. Inawezekana pengine kampuni akaona bwana Maalim Mash kumbe suti iko vizuri, kwenye suti akivaa suti na mkaa vizuri, basi ukapata ubalozi kwa mtu ambaye anashona suti au anavalisha watu. Lakini the same Khalid mtu akaona kweli suti nyeusi akivaa Khalid au akivaa saa au raba imemkaa vizuri. Sasa kama utaitumia vizuri, yani manake una posti mtandaoni jambo ambalo unaliposti, au unaingia mtandaoni kwa ajili leo nimefanya kitu fulani, acha nikipeleka watu wakione. Huenda ikawa ni sababu ya kuwafaidisha wao labda katika elimu, huenda ikawa labda ni sababu ya wewe pia kuweza kupata ajira mpya, au labda ni sababu ya wewe kuweza kutangaza kitu ambacho nakifanya, lakini pia huenda ikawa ni njia ya kuwafikishia watu taarifa fulani. Lakini matumizi tu najua kuna watu kama hivyo ulivyosema, ukiachana bando mtu ananunua labda kuna watu wanang'ania sana, labda mpaka vijana sasa unakuta mtu akishamaliza tu labda form 4 anang'ania nunulie simu kubwa, lakini ana target gani na hiyo simu kubwa? Hii nataka kulishwa. Hii ni kama mke umeoa, ni kama familia. Inabidi uwekee bando uilishe, kwa sababu utaweka labda dakika bado uweke bando. Ni vitu ambavyo unatakiwa kuweza. Sasa kama unavifanya bila faida yoyote, itakuangusha wewe kama kijana. Ajira, tumelalamika sana hamna ajira. Kijana ni kuendana nao, sababu ndiko dunia ilipo sasa hivi. Tunatakiwa kuendana nao, lakini tusiendane nao kwa kufuata mkumbo. Sahihi. Tuendane nao kulingana na malengo yetu ambayo sisi tunatakiwa kuweza kufikia.
Naamini kila mtu anayo malengo yake, kila kijana ana targeti zake ambazo anatamani kufika. Na tunaambiwa katika Qur'ani kuwa tuwaulize wanaojua ikiwa hatujui. Mimi wakati naanza kuingia kwenye mitandao ya kijamii hiyo, of course nilikuwa katika miongoni mwa watu ambao ni wa hivi tu, nikiingia nafanya hivi. Lakini sasa unajikuta ile unakuja kushtuka kuwa mimi kwani nafanya nini, bando limeisha muda huo sasa. Alafu bando likiisha nataka linunuliwe lingine. Yaani pale sehemu tamtamu ile. Ndio kwa hiyo lazima ukatafute hela uweke tena. Ndio utakuta mwingine aondoke ofisini mpaka malize yake. Na sasa hivi wifi hizi zimekuja zinarahisisha zaidi. Kwa maana unaweza ukaingia live ukawa unaonesha bidhaa zako. Mimi nawapenda sana vijana ambao wanatumia. Kuna watu sasa hivi mtu anaingia labda TikTok live, anaingia Instagram live, aonesha bidhaa zake. Labda mimi nauza kanzu hii hapa, kanzu hii naiuza labda kwa 10,000. Mtu analipia direct pale. Naona kabisa ni kitu ambacho mtu anakifanya kwa impact nzuri. Naona kabisa ni kitu ambacho mtu anakifanya, ni kijana anakifanya, kitakwenda kumsaidia katika mustakabali wa maisha yake. Na Mustafa, shukran sana na tunakushukuru sana kwa mada yetu ambayo tulikuwa tukizungumza katika siku ya leo kwenye dakika za hekima kuhusiana na vijana na teknolojia. Je, tunaendana na sambamba na ukuaji wake? Ndio swali ambalo tulikuwa tukizungumzia katika siku ya leo kwenye dakika za hekima. Tulikuwa naye hapa Mustafa Ismail, na hivi sasa mtazamaji, moja kwa moja tuelekee kwenye nukuu ya siku hii ya leo ambayo inatoka kwake Sheikh Amani Mauba. Kama mwanadamu ana kitu anachoishi nacho kila siku cha kuchukua tahadhari, ni ulimi. Ulimi, ndugu zangu, utawaingiza watu wengi motoni, na Allah atukinge. Uislamu wa mmoja wenu hauwezi kuwa sawasawa utakayokwenda kumsaidia mbele ya Allah kama ulimi wake hautokuwa sawasawa, kama imani yake haitokuwa sawasawa. Ukishakuwa na imani ya sawasawa ya kuamini nguzo 5, ya kuamini nguzo 6 za imani, ya kuamini litakalokupata halingelikukosa na litakalokukosa halingelikupata, ukasimama hivyo, basi Mtume sallallahu akasema, wala yastaqimu imanu ahadukum hatta tastaqima lisanahu. Imani ya mmoja wenu haiwezi kuwa na faida, haiwezi kuwa na sawasawa kama ulimi wake haujasimama sawasawa. Dakika za hekima. Dakika za hekima. Namni Sheikh Amani Mauba huyo akiendelea kusisitiza na kuongelea msumari yale ambayo tumeyasikia kwenye upande wa sauti ya Qur'an ya Sheikh Uthman Maalim kuhusiana na ulimi na jinsi ambavyo ya kuutumia vizuri ulimi wako. Mtazamaji, hivyo ndivyo ambavyo tunavyokamilisha kwenye upande wa mtazamo Jumatatu ya leo nzuri kabisa, na kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha kuletea matangazo haya, asante kwake Abdul Karim Abdurrahman katika upande wa kamera akisimama vyema, lakini pia shukran kwake Omar Nganga, Hussein Omar, lakini pia vile vile Abeid Hiza, Juma Said Saif, Ahmed Kimamba, na pia vile vile Tarik Najim Tarkiz. Mwenzangu hapa ni Abdullahi Mashid, usimsahau Omar Nganga. Mimi ni Khalid Omar. Hadi wakati mwingine tena, tukutane kesho panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu kwenye mtazamo mwingine. Maasalam. Kishki TV, nuru ya dini yako.